Naam, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida Online TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe channel hii mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Okay, leo siku nyingine tena tumeamua tuelezee namna gani ambavyo ya kumhudhurisha kiumbe huyu na namna ya kumuita na kumtumikisha kiumbe huyu. Sasa basi kiumbe ambaye tutamdiscuss leo anaitwa Yifu. Y-I-F-U, Yifu. Kiumbe huyu ni wa kiume, lakini ni miongoni mwa viumbe wenye nguvu sana. Na ukimiliki kiumbe huyu basi kuna vitu vingi unaweza ukavipata kwako na ukawa navyo na ukanufaika kama wewe mwanaume, kwa sababu huyu kiumbe anapenda kumilikiwa sana sana na mwanaume, kwa sababu yeye mwenyewe ni kiumbe shupavu sana. Kwanza faida zake, kiumbe huyu ukiwa naye, changamoto ya nguvu za kiume kwako itakuwa ni historia, kwa sababu huyu kiumbe sifa yake kubwa kwa mtu ambaye atakaye mmiliki, yani ukimilikishwa kiumbe huyu basi wewe utakuwa na nguvu za ajabu sana, yani utakuwa unamudu tendo kama kawaida. Lakini pia huyu Yifu sifa yake ni kupatisha mwanamke mapacha, yani ukiwa na kiumbe huyu basi wewe utakuwa na nafsi ya mapacha. Kwa hiyo ukiwa wa kike utakuwa na uwezo wa kushika mapacha, ukiwa wa kiume unaweza kutungisha mapacha. Huyu anamilikiwa na wa kike, lakini pia anamilikiwa na mtu wa kiume, ila inapendeza sana amilikiwe na mwanaume. Sasa basi mwanafunzi wangu, lakini ukiwa na huyu Yifu utakuwa na sifa ya kutibu magonjwa mbalimbali. Yani wewe utakuwa by professional, yani mbobezi katika masuala ya magonjwa, utafiti pamoja na magonjwa. Ni ile hali tunaona kwamba muone dokta fulani amebobea kwenye basic fulani, basi huyu Yifu pia unaweza ukawa naye na ukawa na hiyo sifa mojawapo au zote kiujumla. Lakini pia anapenda kumpatishia mtu pesa. Kwa hiyo ikitokea wewe unamiliki Yifu, basi kwako swala la pesa litakuwa ni jambo la kawaida sana. Yani utakuwa ni mmiliki wa mali duniani. Yani wewe utamiliki chochote, kipando tunamaanisha gari, magari, lakini pia utakuwa mmiliki wa fedha, ambapo fedha hizo zimegawanyika katika tasnia tofauti. Pesa zinazowekeka na zinazotumika, ina maana asset mbalimbali na vitu vingi sana. Sasa sharti zake huyu bwana ni mbili tu, ambapo ukiweza kuzimudu hizi basi wewe umekula dunia. Ya kwanza, anapenda uzaane sana, yani kama ni mwanamke zaa sana, kama mwanaume zalisha sana, yani piga miti, yani wewe piga pakua, kwa sababu kila ukipiga mimba mapacha, Kwa hiyo anapenda mtu anayemmiliki awe na watoto wengi zaidi, na hivyo haijalishi wa kike au wa kiume. Lakini kingine, unatakiwa ufanye sana anasa, yani fanya anasa kwa wingi sana. Yani wewe kama ni wanawake miliki wengi sana, kama ni wanaume miliki wengi sana, kama ni pombe, kama ni mnywaji mlevi, yani hivyo. Yani wewe unatakiwa kuwa kwenye anasa kwako ndio jambo zuri. Ukimpata rafiki yako anataka kwenda kufanya jambo fulani, kulewa kampani na nini, basi wewe pika pakua. Yani hizo ndio zitakuwa shurti zako, zitakuwa mambo yako. Umeelewa hapo? Ni hivyo tu. Mambo ya heri, hiyo ni jukumu lako, moyo wako. Ukiamua kusaidia, yeye haimsaidii chochote. Ukiamua kutoa kwa yatima, sijui wajane nani, yeye hiyo sio mambo yake. Kwa hiyo ukitoa ni wewe mwenyewe na Mungu wako. Lakini yeye anataka ufanye mambo haya anayoyataka, anasa ziwe nyingi sana. Na bado tupo katika swala la ofa mwanafunzi wangu. Ofa yetu bado inaendelea. Kiumbe huyu gharama yake ni shilingi milioni 8 za Kitanzania. Kwa hiyo unaweza ukampata kwa bei ya ofa ambayo wewe uliokuwa nayo unaweza ukatanguliza, na nyingine ukalipa kidogo kidogo huku ukiendelea kutumia. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, tunafundisha viumbe wengi. Yani tumesoma viumbe wengi sana. Kuna viumbe wengi nimefundisha, na viumbe hawa wote wanapatikana na pete zao zipo. Karibu sana uwai pete yako na uwai namna ambavyo utakavyoweza kufanikiwa. Nitafute mimi moja kwa moja kwa namba zangu hizo, ambayo jumlisha 255 765 45 89 10. Hizo unazoziona zinapatikana kwa WhatsApp, lakini pia zinapatikana kawaida. Nipigie, nitumie ujumbe, vyovyote vile utakavyo
amua, na tunasafirisha popote pale ulipo, ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania na nje ya bara la Afrika. Yani ukiwa popote pale, Marekani, usijui wapi, popote pale ukiwa, sisi tutakusafirishia mzigo kwa usalama na uaminifu mkubwa sana. Karibu mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nitafute katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter, natumia Babu Bidabida. Hakikisha namba zangu za simu hizi hapa. Usiwasiliane wala kumtumia pesa mtu yoyote isipokuwa ni mimi mwenyewe, wala usidanganyike kwa chochote kile. Karibu sana mwanafunzi wangu. Napatikana WhatsApp anytime. Karibu. Asante sana.